Jambo la pili ambalo ni kosa wengi wamelifanya, kutotumia budget katika matumizi ya kila siku. Labda niulize swali, wangapi ambao wana utaratibu wa kuandaa budget ya mapato na matumizi kabla ya kutumia pesa zao? Nyosha mkono juu. Hakuna hata moja. Wangapi wameshaandaa budget ya mwezi wa 3? Watu wa Mungu, hatuwezi kamwe kufanikiwa kama hatuwezi kuwa na tabia ya kuandaa budget. Na hii ni moja ya vitu ambavyo wanataaluma wajasiriamali tunapaswa kufanya ili tuweze kufanikiwa. Kosa la 3, kutokuwa na mpango mkakati wa maisha. Niulize katika masaa ya jioni, wangapi ambao tuna mpango mkakati wa maisha yetu? Angalau wa miaka 3. Nimeona mikono angalau 2. Watu 2 peke yake. Tunapaswa kuwa na mpango, 3. Tunapaswa kuwa na mpango mkakati wa maisha yetu. Tunapaswa kuangalia nini tutafanya ndani ya mwezi moja, wiki moja, miezi 6, mwaka, miaka 3, miaka 5. Na nikwambie, Bwana hawezi kufanya muujiza wa kukufuatia fedha. Wako watu wanashinda makanisani wakiomba wafanikiwe, lakini kumbe Bwana ametupatia uwezo. Bwana anategemea tuinuke tuweze kufanya kazi. Na tutafanya kazi hii kwa namna gani? Kama tutaweza kuwa na mpango mkakati wa namna ya kuendesha maisha yetu. Lakini jambo lingine, kutojua kusudi la Mungu maishani. Wengi wetu tunaishi bila kujua Mungu ametuweka katika dunia kwa kusudi gani. Labda niseme wazi ya kwamba tu katika dunia hii kwa kusudi. Natamani katika masaa ya jioni, tunapoingia katika masaa ya Sabato, kila mmoja wetu aweze kutafakari Bwana ameweka kusudi gani katika maisha yake. Na nikwambie mtumishi wa Mungu ya kwamba Yesu anaporudi anakuja kuangalia kama lile kusudi ambalo aliliweka ndani yako umeweza kulifanyia kazi. Kama nilivyosema, Monroe anasema ni vyema tusife tukiwa wazee, lakini tufe tukiwa tupu. Tufe tukiwa tumetumika. Tufe tukiwa tumefanya kazi ya Mungu, na hii ndio itakuwa baraka mkubwa kwetu na hata kwa familia zetu. Kosa lingine ambalo tunalifanya, kutokuwa watu wa maombi. Tunaomba tunapokuwa na matatizo tu, lakini hatuombi wakati tukiwa na nafasi ya mafanikio. Kumbe tunapaswa kumwomba Mungu wakati wote. Lakini pia tunapoomba tunapaswa kuamka na kutenda. Hatupaswi kubaki kwenye kuomba tu na tukategemea kwamba maombi yataleta muujiza katika maisha yetu. Siku za mwisho shetani atatumia miujiza kupoteza watu wa Mungu. Na kama tutategemea miujiza peke yake, tutaweza kuingia katika hatari ya kupotea. Kosa la 7, kuchanganya maombi na uwajibikaji. Nafikiri nimeligusia. Badala ya kuomba na kuwajibika, tunakaa tukiomba peke yake na tunaacha kuwajibika. Tunasubiria miujiza. Niwaambie watumishi wa Mungu, wakati mwingine tunapaswa kupitia changamoto ili tuweze kuwa imara. Mwandishi mmoja anasema katika vitu ambavyo ni vya thamani kutusaidia kuweza kuwa imara katika dunia hii ni shida. Of course, shida ikiwa kubwa ni tatizo, lakini shida kwa yenyewe inafaa sana kwa kutuimarisha. Na ndio maana hata wale 144,000 watakaoimba wimbo wa Musa na Mwanakondoo watakuwa ni watu ambao wamepitia dhiki kuu. Na kama isingalikuwa tu intervention ya Mungu, hao watu wangaliweza kupotea. Kwa hiyo shida ni ya thamani katika maisha yetu kama Wakristo. Changamoto ya 7, kukosa ustahimilivu. Kama kuna janga kubwa katika ulimwengu wa sasa, ni hasa katika kizazi cha vijana wa saizi. Hawataki kupitia changamoto. Lakini niwaambie mtumishi wa Mungu, changamoto ni sehemu ya kutuimarisha. Changamoto ni moja ya sehemu za taaluma za kutufanya kuweza kuwa tofauti. Na nikwambie tu ya kwamba kama hatutaweza kuwa tayari kuweza kupitia changamoto, hata wakati wa majaribu, Bwana atatupumzisha, kwa sababu anajua ya kwamba hatutaweza kusimama kwa ajili yake wakati wa taabu. Niwakumbushe wapendwa, kabla Yesu hajarudi, shetani atainuka, atatusukuma tuweze kuabudu Jumapili. Na kama unafuatilia vizuri, nadhani tuko karibu sana na kurudi kwa Yesu. Na kabla ya Yesu kurudi, moja ya tukio ambalo tutaliona ni watu wa Mungu kupitia changamoto. Na ndio maana kuna baadhi yetu wameanza kwenda vijijini. Japo of course pia inahitaji hekima tunapofanya maamuzi kama haya, kwa sababu wako ambao wameenda vijijini na baadaye wakarudi mjini na baadaye wakawa wameliasi kanisa. Lakini ni vizuri kufikiria kuweza kuanza kutoka katika mifumo ya kanisa na kuweza kuwa tayari kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kosa lingine, kutosoma vitabu.
kama kuna changamoto ambayo tunayo hasa Waafrika, kutokuwa na muda wa kusoma vitabu. Ndani ya kanisa tuna vitabu ambavyo vimeletwa, tuna lesoni, tuna Biblia, tuna kesha, lakini angalia ni wangapi ambao wanapata muda wa kusoma vitu kama hivi. Ningependekeza katika masaa ya jioni, mtu wa Mungu, tenga muda angalau hata masaa 2 au 1 kila siku kuweza kusoma vitabu. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinaniambia inapofika miaka 53, 54 ubongo wetu unaanza kupungua. Uwezo unakuwa mdogo. Wale ambao wataendelea kuwa na uwezo mzuri ni wale ambao wana tabia ya kusoma. Ni wasii watu wa Mungu, tutenge muda wa kuweza kusoma na kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutusaidia kuweza kuwa imara na kuweza kufaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu. Lakini jambo lingine, kutokuwa na maono. Tunaona karibu, hatuoni mbali. Na hii inatokana na shida ambazo tunazipitia, zinatufanya tunashindwa kutambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Lakini jambo lingine, matumizi mabaya ya muda. Labda niulize swali lingine. Wangapi ambao kabla ya kwenda kulala wanaandaa kitu kinaitwa to do list? Yaani kwamba siku yangu itakuwa hivi. Nitaamka saa hii, nitafanya hiki, nitafanya hiki, ikifika jioni nitasali, nitakula, nitalala. Wangapi ambao wana utaratibu katika maisha yao? Nimeona pia watu wawili. Watumishi wa Mungu, haya mambo madogo ndio yanaweza kutufanya tukaweza kuwa watu wakubwa. Haya mambo madogo ndio yanaweza kutufanya sisi tukawa tofauti. Ni wasii katika masaa ya Sabato, kama inawezekana, ukitoka hapa kaanze kufanyia kazi haya mambo na utaona tofauti katika maisha yako. Jambo lingine, kuepuka kufanya maamuzi kwa kutumia sauti ya ndani. Kuna jambo ambalo Mungu ameweka ndani yetu ambalo linaitwa sauti ndogo, inner voice. Na hii inanikumbusha wakati Samueli anaitwa na Mungu. Samueli akiwa kijana mdogo katika nyumba ya kuhani Heli, alishindwa kuelewa. Anaitwa, anaenda kwa Heli anamwambia mimi sijakuita. Mara ya 3 Heli, kwa kuwa alikuwa mtumishi wa Mungu, akatambua ya kwamba huyu kijana anaitwa na Mwenyezi Mungu. Akamwambia basi ukiitwa mara ya 3 sema Bwana nipo, ninasikia. Na kiukweli alivyoitwa akaitika, na tunaona namna ambavyo Bwana alikuja kumtumia Samueli katika kazi yake. Sasa ndani yetu kila mmoja wetu amewekewa sauti ndogo, na hii sauti ndogo inajengwa na vitu vikuu viwili. Mwenyezi Mungu mwenyewe ameiweka ndani yetu, lakini pia wazazi au walezi ambao tumekuwa nao katika maisha yetu wamekuwa sehemu ya mawakala wa kutujengea sauti hii ili iweze kuwa na matokeo mazuri katika maisha yetu. Ziko nyakati zinakuja ambazo unapaswa kufanya maamuzi kwa kutumia sauti ya ndani. Yaani unasimama huko, wakati utasimama peke yako, hautakuwa na mwenzio. Na ndio Biblia inasema ya kwamba wawili watakuwa wamesimama, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wawili watakuwa wamelala, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Huko wakati ambao tunapaswa kufanya maamuzi kwa kutumia guts. Na guts au sauti ya ndani ina uhusiano wa karibu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kama tutakuwa watu wa maombi, tutaruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yetu, tutapewa uwezo wa kuweza kutambua jema na baya. Na niseme tu wazi, tunapokaribia mwisho wa wakati, usiweke tumaini lako kwa kiongozi. Weka tumaini lako kwa neno la Mungu. Kama utamtegemea mwanadamu anaweza akakengeuka. Lakini kama umeweka tumaini lako kwa Mungu, atakupatia uwezo, na kupitia sauti hii ndogo utaweza kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni sahihi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Lakini jambo lingine la 13, tunakwepa kulipa gharama. Watu wa Mungu, hatuwezi kufanikiwa kama hatuko tayari kulipa gharama. Sijui, wakati mwingine kuna gharama kubwa ambayo utapaswa kuilipa, mwingine kuna gharama ndogo atapaswa kuilipa, lakini nikwambie tu ya kwamba tunapaswa kulipa gharama. Kulipa gharama maana yake nini? Ni kuwa tayari kupitia changamoto iwayo yoyote, tukimtegemea Mungu na tukiwa na tumaini ya kwamba atatutoa salama. Na nikwambie, shida huwa haiui, shida inajenga. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni wasii, sijui unapitia changamoto gani, lakini nikutie moyo ya kwamba ukiwa tayari kulipa gharama, ukimtegemea Mungu, ana uwezo wa kupatia nafasi ya kuweza kufanikiwa. Kosa la mwisho, uwezo hafifu wa kuona fursa. Uwezo hafifu wa kuona fursa. Wakati mwingine fursa zinakuja katika sura ambayo inaonyesha ya kwamba hakuna njia. Na nikwambie tu ya kwamba
wengi ambao wamefanikiwa katika maisha yao, kazi zao za kwanza walizoanza zilikuwa hazina tumaini kabisa. Na huenda usipokuwa makini, ukiendelea kuchagua kazi, ukiendelea kukwepa kuanza kidogo, huenda ukawa unapoteza nafasi ambayo Bwana alikuwa ameitenga kwa ajili ya kuandaa kuwa baraka kwa kanisa. Kwa hiyo niwasihi watu wa Mungu katika masaa ya jioni, tuwe na uwezo wa kuona fursa. Kama unapaswa kuanza kwa kuchoma mahindi, anza. Kama unapaswa kuanza kwa kusoma mkokoteni, anza. Kila mtu ambaye amefanikiwa alianzia mahali fulani. Huenda wakati mwingine unapopanda ngazi ya kwanza hautaona ngazi ya pili, lakini nikwambie kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na mimi. Na nikwambie tu ya kwamba Bwana hajawahi kuacha watu wake wakapitia changamoto ambazo hawawezi kuzikabili. Albert Einstein, mmoja wa wanasayansi wakubwa duniani, yeye anasema God does not play dice. Bwana Mungu achezi kamari, vile vidude vya kunani unafunika unafunua. Bwana Mungu alituumba kwa mfano wake. Rais wa Marekani anaitwa Abraham Lincoln, yeye anasema surely God would not have created such a being as man to exist only for a day. No, man was made for immortality. Huyu ni mmoja ya marais wakubwa wa Marekani. Actually ni rais ambaye anaheshimika zaidi kuliko marais wote. Na ujumbe wake huu, na wanasema huyu bwana alikuwa mtumishi wa Mungu. Anayozungumza haya ni ya kweli. Lakini pia ukisoma Isaya 44 fungu la 2, neno la Mungu linasema Mungu alipotuumba akutuumba kwa ajali. Ukisoma pia Mhubiri 3:11, Mungu alikusudia tuishi milele. Lakini ukisoma pia Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 11, neno la Mungu linasema tupo duniani kwa kusudi. Sasa wapendwa, tunapohitimisha somo hili katika masaa ya jioni, ninasihi tuweze kuwa watu wa njozi, tuweze kuwa watu wa utume, na tutengeneze motisha, kwa maana ya kwamba Yesu anapokuja anakuja kutuvuna, na ndio maana atakapokuja atashuka na mundu ili aweze kutuvuna.